Ujambo mtazamaji wa Yuhoma Media Clue na karibu kwenye ripoti ambazo tuko nazo hapa, na sasa tunaelekea Afrika ya Magharibi na tunaenda katika taifa ambalo kiongozi wake ndiye kiongozi pendwa kwa hivi sasa barani Afrika na duniani kutokana na misimamo aliyokuwa nayo, lakini pia ushawishi aliyokuwa nao, kiasi kwamba watu wengi sana wanatamani hata wangekutana naye siku moja, wapige naye picha, wapige story, washauriane, waongee mambo kadhaa. Si sehemu nyingine bali ni pale Ouagadougou, ambapo April 16 mwaka 2025 aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete aliwasili nchini Burkina Faso na alimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na huko walikwenda kujadili masuala kadha wa kadha. Sasa video za mjongeo pamoja na picha mnato zimemuonesha rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore amekutana na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, mjumbe maalum wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika ikulu ya Ouagadougou Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Katika mkutano na waandishi wa habari mara baada ya kikao hicho, Dr. Kikwete ameeleza kuwa amemkabidhi Rais Traore ujumbe rasmi kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa mjumbe huyo maalum, Rais Samia ameeleza kuridhishwa kwake na ushirikiano mzuri unaoendelea kati ya Tanzania na Burkina Faso. Dr. Kikwete ambaye pia ni rais mstaafu wa Tanzania ameeleza kuwa na matumaini makubwa kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili utaendelea kuimarika, akibainisha kuwa kuna maeneo mengi yenye fursa za ushirikiano baina ya Dodoma pamoja na Ouagadougou, hasa katika sekta ya afya. Akitolea mfano, amesema kwamba moja ya maeneo ya ushirikiano yaliyopo ni tiba ya moyo, ambapo timu ya madaktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka Burkina Faso itafanya kikao kazi na wenzao wa Kitanzania ambao waliwahi kutembelea taasisi ya moyo ya Tanzania. Mapema Jumatano ya April 16, 2025, Balozi Helman Jigontou, katibu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kikanda wa Tanzania waishio ughaibuni wa Burkina Faso, alimkaribisha rasmi Dr. Jakaya Mrisho Kikwete wakati alipowasili katika taifa hilo. Dr. Kikwete na ujumbe wake waliwasili nchini Burkina Faso kwa mwaliko maalum wa rais wa taifa hilo Captain Ibrahim Traore, katika ziara ambayo inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano baina ya Burkinabe pamoja na Jamhuri ya Tanzania. Na ziara hii ni sehemu ya juhudi za kukuza na kuimarisha mahusiano ya kirafiki na ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa haya mawili. Na kwa wale ambao mmeona hizi video, mtamkuta hapa Profesa Janabi ambaye ni moja kati ya viongozi kutoka Tanzania ambaye anawania ile nafasi ya kuwa rais wa WHO katika ukanda wa Afrika, akitaka kuchukua nafasi ya marehemu Faustin Ndugulile. Kwa hiyo inawezekana huko nchini Burkina Faso pamoja na mambo mengine wanakwenda kupigiana debe ya kuona namna gani ambavyo bwana huyu anaweza akaipata hiyo position ambayo anaiomba. Sasa wakati hayo yanaendelea huko nchini Burkina Faso, pamoja na huo ushirikiano ambao unaonekana kati ya Tanzania pamoja na Burkina Faso, nakumbuka mwaka 2025 palikuwa pamezagaa ripoti na taarifa ambazo zilikuwa zinaonesha kwamba Mbukinabe huyo Captain Ibrahim Traore Juntaman alikuwa anatakiwa kufika katika ikulu ya Dar es Salaam Tanzania, lakini kwa bahati mbaya yeye hakushiriki katika ule mkutano wa viongozi wa Kiafrika ambao ulikuwa unalenga kujadili masuala mbalimbali ambayo yanasababisha migongano, hasa kwenye ukanda wa nchi ambazo zipo kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo alikuwa anajadili masuala kadha wa kadha. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba mwamba hakuwasili nchini Tanzania, lakini for the first time anaonekana akiwa na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na ifahamike, bwana Traore si mara ya kwanza kupokea ujumbe kutoka kwa mataifa mbalimbali. Cause tunakumbuka alipokea ujumbe pia muhimu kutoka kwa maafisa wakuu wa majeshi ya ulinzi wa nchi wanachama wa muungano wa nchi za Sahel ambao unafahamika kama AES, katika kikao ambacho kilifanyika Jumanne wiki hii kwa lengo la kujadili hatua za utekelezaji wa jeshi la pamoja la AES, chombo muhimu katika vita dhidi ya ugaidi ambao unaokumba ukanda huo.
Akizungumza baada ya kikao hicho, General la Division Ouma Diarra, mkuu wa majeshi ya Mali na mwenyekiti wa kamati ya majeshi ya AES, alieleza kuridhishwa kwake na miongozo ambayo ilitolewa na Captain Ibrahim Traore, akisema General Diarra, namnukuu, "Tumeridhishwa sana na tumehamasika kutokana na maelezo ya rais wa Burkinabe. Kila mara tutakapokutana na viongozi wa kisiasa tunapata motisha mpya katika utekelezaji wa dhamira yetu ya kuimarisha jeshi la polisi, jeshi la pamoja la AES." Majadiliano hayo yalijikita katika masuala ikiwemo itifaki ya nyongeza ya operesheni za kijeshi katika ukanda wa AES, tathmini ya mafanikio ya operesheni ambayo ilikuwa imepewa jina ya Yeriko 1, Yeriko 2, ambayo ilifanyika katika eneo la mipaka mitatu, pamoja na mipango ya operesheni za kijeshi zijazo. Kwa mujibu wa General Diarra, majeshi ya AES yako tayari na yenye nia thabiti, akisema ni mnukuu, "Tumejipanga na tumejizatiti. Tuna uhakika kuwa jeshi la AES linaendelea kuimarika. Tunaweza kusema kwa hakika ushindi uko upande wa vikosi vya AES." Alizungumza akisisitiza uwezo wa vikosi hivyo kukabiliana na mbinu mpya za kigaidi. Wakati huo jijini Bamako, maafisa wakuu wa majeshi ya anga wa AES nao walikutana kwa ajili ya kuratibu rasilimali, hatua ambayo inalenga kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi wanachama wa muungano huo. Mashambulizi haya ya ardhini na angani ni ishara ya dhamira ya dhati ya nchi za AES kuhakikisha ugaidi unang'olewa na raia wake wanarejeshwa katika maisha ya usalama na amani ya kudumu, ambapo maafisa wa kijeshi waliwahimiza raia kuwa na imani na kiongozi wao pamoja na vikosi vya ulinzi, huku wakiahidi mafanikio zaidi katika operesheni zao. Na hii ni ripoti ambayo ilitolewa na idara ya mawasiliano katika ile ikulu ya pale mjini Burkinabe. Sasa hiyo yote 9-10 ambayo ni baba lao ni juu ya kile ambacho kinatarajiwa kufanya hivi karibuni na rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Najua wale ambao mmekuwa mkifuatilia mambo ya geopolitics mnafahamu tarehe 9 ya mwezi wa 5 itakuwa ni Victory Day pale nchini Urusi, na miongoni mwa viongozi ambao wamealikwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kushiriki katika sherehe hizo za Victory Day ni pamoja na Burkinabe mwenzetu Bwana Captain Ibrahim Traore. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alitangaza kwamba rais wa Burkinabe Captain Ibrahim Traore amekubali mwaliko wa rais wa Urusi Vladimir Putin kulitembelea taifa hilo kwa ajili ya kushiriki katika maadhimisho ya miaka 80 ya siku ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo, ambapo alisema Lavrov maneno haya yafuatayo: "Tunamshukuru Rais Traore kwa kukubali mwaliko wa Rais Putin kushiriki katika matukio ya maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo." Na Lavrov alizungumza hivyo katika kikao chake na waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso anayefahamika kama Karamoko Jean-Marie Traore. Lavrov pia alisisitiza kwamba ushirikiano kati ya Burkina Faso na Urusi umeingia katika hatua mpya na yenye nguvu katika miaka ya hivi karibuni, huku viongozi wa mataifa hayo wakidumisha mawasiliano ya karibu ya mara kwa mara. Awali Lavrov pia alifanya mazungumzo ya pande 4 na mawaziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso, Mali pamoja na Niger, nchi wanachama muungano wa nchi za Sahel, ambapo walijadili ushirikiano wa kiusalama, kiuchumi katika ukanda huo. Sasa viongozi kadhaa au mataifa ambayo mpaka sasa hivi yameconfirm kwamba yatashiriki katika mkutano huo ni pamoja na taifa la Burkina Faso, China, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Slovakia, Serbia, Republika Srpska, Vietnam, Palestina, Burkinabe kama nilivyosema, Venezuela, Cuba pamoja na Brazil. Na kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia mambo ya geopolitics mtakuwa mnafahamu kwamba speaking about Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, lakini pia maeneo kama Slovakia, Abit, haya yalikuwa ni maeneo ambayo yalikuwemo enzi hizo kabla ya ile USSR haijavunjika ile mwaka 1991. Kwa hiyo ni mataifa kadhaa ambayo yanaonekana pia yatashiriki katika siku hiyo ya Victory Day. China of course tunafahamu mahusiano waliokuwa nayo pamoja na Urusi. Belarus tunafahamu kwa bwana Alexander Lukashenko ni washikaji familia kabisa, lakini pia ukiangalia ile Republika ya Srpska tumeona pia rais wake alikwenda pale nchini Urusi na wamekutana na bwana Vladimir Putin. Ukitazama kama Vietnam wana mashirikiano mazuri sana na Urusi. Palestine tunafahamu hawa wana
wanatamani sana kutoka katika mikono ya Israel na wanapewa usaidizi na Urusi. Venezuela kwa bwana Nicolas Maduro ni marafiki sana. Cuba, tunakumbuka hivi majuzi Urusi walipeleka nyambizi zao za nyuklia wakazi-install pale Cuba, kwa hiyo wana ushirika mkubwa sana. Brazil, hii ndio tuseme wana urafiki mkubwa sana na Urusi. Mataifa mengine ambao tunatarajia tashiriki katika hiyo Victory Day ni pamoja na ile Jamhuri ya Watu wa Korea Kaskazini kwa maana ya kwa bwana Kim Jong Un, lakini pia kama haitoshi tunaiona kabisa Uturuki lazima itashiriki kwa sababu bwana Recep Tayyip Erdogan ni mmoja kati ya rafiki wa karibu sana na bwana Vladimirovich Putin. Nafahamu mataifa kama kule kwa bwana Nayib Bukele watashiriki pia. Tukiangalia ukanda ule wa mataifa yaliyopo kule Uarabuni, Qatar najua watashiriki, Saudi Arabia tunafahamu watashiriki pamoja na mambo mengine. Na good news ni kwamba barua inasemekana pia imemwalika pia rais wa 47 wa taifa la Marekani bwana Donald Trump Jr. ashiriki naye katika siku ya maadhimisho ya ushindi wa Urusi. Sasa mnajua vitu gani ambavyo vinaonekana kule wakati wa sherehe za ushindi Victory Day nchini Urusi? Moja ya mambo mengine ambayo huwa yanaoneshwa pale ni pamoja na kufanywa zile demonstration za kuonesha silaha za kimagharibi ambazo Urusi wameziteka kutoka nchini Ukraine na hivi sasa zipo katika milki ya Urusi, huwa zinaoneshwa kwenye hiyo siku ya ushindi. Kwa hiyo watu wanaenda wanapiga picha nazo, ikiwemo Iskander lakini pia zile HIMARS pamoja na makombora mengine ambayo yanatolewa na nchi za kimagharibi kwenda nchini Ukraine, lakini yote yanawekwa chini ya ulinzi wa Urusi. So hizi ndio ripoti ambazo tuko nazo, tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu zaidi. Kikubwa zaidi tunaendelea kuwakumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare, bila kusahau kuambia watu wengine kwamba Yuhoma Media Clue kwa maana ya Yuhoma TV Media pamoja na Yuhoma Digital Forums, hizi ndio channel pekee ambazo unaweza kupata taarifa za geopolitics ambazo hazina tashwishi ya aina yeyote ile. Mimi naitwa Alex Mvinga na hii ni Yuhoma Media Clue. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.